Warumi sura ile ya 5 ule mstari wa 1, Biblia inazungumza wazi kabisa, tukiisha kuhesabiwa haki kwa imani na tuwe na amani kwa Mungu. Popote palipo na haki yako pana amani yako. Ile haki yako unaipokea kwa imani, ile kujua kwamba ndani ya moyo wako una imani ya kupokea haki yako, kutakuwa na amani ya Mungu ndani yako, na sio amani ya kawaida. Ni amani ipitayo fahamu zote, ni amani ipitayo kila namna ya wazo la kufikiri. Wazo linaweza likaja ukaonekana kabisa kwamba hapa uvuki, lakini hujajua kilichoko ndani ya neno. Mungu anaweza akakupa neno likakutengenezea ndani yako amani ya kwamba Bwana, hii ni haki yako, hii ni haki yako, hii ni haki yako, hii ni haki yako. Hata watu wengine wote wakisema ya kwamba huwezi kupata, hawajui siri ya urembo ambayo uliokuwa nayo na Yesu, hawajui mazungumzo mliokuwa nayo, hawajui kila ambacho Mungu amepanga kwa ajili yako, hawajui. Na ukijifunza namna ya kutafakari, itakuwa rahisi sana kutembea kwa imani. Na ukitembea kwa imani, hatua zako zinatembea katika amani. Unapoona ya kwamba umekosa amani, maana yake ni katika barabara, maana yake imewaka taa ya njano, inakwambia usisonge mbele wala usirudi nyuma, subiri kwanza. Inawezekana kuna kitu Mungu anachotaka kufanya kabla hujavuka hiyo. Ikiwaka taa ya kijani, maana yako umepata amani ndani ya moyo wako, songa mbele. Ninakufundisha kitu kitakacho kusaidia, kwa sababu kama unapokea imani moyoni mwako, itabidi utembee kwa imani iliyoko moyoni mwako. Kama unapokea ushindi ndani ya moyo wako kwa imani, lazima utembee katika imani iliyokuletea ushindi ndani ya moyo wako. La sivyo itakuwa ngumu sana kuenenda kwa imani katika huo ushindi. Utaenda ukitamani huo ushindi uone kwenye maisha yako na si uone. Neno la Mungu likiteremsha kitu ndani, huwa linateremsha na kuja na ishara ya hofu ya Mungu. Ndio maana Biblia inasema Mungu anatafuta watu wale wanaotetemeka walisikia hapo neno la Bwana, kwa sababu hofu ya kushindwa ni sumu inayoingia kwenye moyo wako, inaua uwezo wako wa kuchukua hatua, kwa sababu sio sasa unaogopa kitu kingine chote, unaogopa kushindwa, kwa sababu umeshashindwa mara 3. Sasa mara ya 4 nimekutanaga na watu ambao wamefanya mtihani akafeli, kufanya mtihani akafeli, fanya mtihani, alafu kimuuliza kwa nini ufanyi tena, anasema nimeshafeli mara 4, nimeona niache, petroli yake imeisha. Lakini Mungu anaweza akakuletea neno ndani yako, ukasikia hofu imekuja. Ile hofu ikiingia ndani, maana yake inakwambia hivi, usimwangushe Mungu, kwa sababu inaingia kule ndani kufuta na kuondoa ile sumu iliyokuja kwenye moyo wako kwa sababu ya hofu ya kushindwa. Kuna watu wengi sana wameacha biashara kwa sababu wameshapata hasara mara 4 mara 5, wakaacha biashara. Alafu unamuuliza unaenda wapi? Ajui anakoenda. Mungu alikuitia kwenye biashara. Fight back. Muulize Mungu, ninakosea wapi? Kwani hao wengine wanaofanikiwa sio watu? Si ni watu tu kama wewe. Kama wanafanikiwa Dodoma na wewe unakwama Dodoma, kuikimbia Dodoma haisaidii. Biblia inasema utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani. Kwa sio swala la eneo. Swala ni kwamba Mungu amekusemesha nini?